Naam, hujambo na karibu tena mpenzi mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri au yanaendelea sasa hivi katika nyanja ya kisiasa humu nchini. Taarifa mbaya usiku huu kwa Rais Samia Suluhu Hassan na chama kizima cha CCM, huku vijana wasiojulikana wenye hasira wakiweza kupasua mabango ya kampeni za urais ya Samia Suluhu Hassan. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Katika hali ya hewa ya kisiasa inayozidi kushika kasi na kushika moto, Chama cha Mapinduzi CCM katika jimbo la Musoma mjini kimetoa lawama zake kufuatia tukio lililoibua hisia kali nchini Tanzania. Kitendo hicho kilihusisha kundi la vijana wasiofahamika ama wasiojulikana ambao wanadaiwa kurarua, kukata na kutoboa mabango ya kampeni ya mgombea urais wa CCM Daktari Samia Suluhu Hassan. Mabango hayo ambayo yalikuwa yamewekwa kimkakati katika maeneo mbalimbali ya mji wa Musoma ikiwa ni sehemu ya harakati za kampeni zinazoendelea, yalibainika kuwa yameharibiwa, hatua ambayo CCM imeeleza si tu kuwa ni ya kihuni na ya kihuni bali pia ni kinyume cha demokrasia, hasa katika kipindi hiki ambacho taifa linajiandaa na uchaguzi mkuu wa Oktoba tarehe 29. Kwa mujibu wa viongozi wa CCM wa Musoma mjini Tanzania, kuchakachuliwa au kuraruliwa kwa mabango hayo ya Daktari Samia Suluhu Hassan kulitokea wakati wa kampeni za uchaguzi. Chama hicho kilikuwa katika harakati za kuhamasisha uungwaji mkono kwa makaribisho makubwa yaliyotarajiwa ya mgombea wao wa urais anayetarajiwa kuwasili mkoani humo wiki inayofuata, Samia Suluhu Hassan. Kitendo cha kufyeka na kuharibu mabango yake ya kampeni kimetazamwa kama jaribio la makusudi la kuchochea machafuko na kuibua mivutano ya kisiasa ndani ya jamii. Chama hicho kimesisitiza kuwa vitendo hivyo si tu ni kumkosea heshima rais, mgombea wake, bali pia ni kukejeli misingi ya uvumilivu wa kisiasa na umoja wa kitaifa. Au kuraruliwa kwa mabango ya Daktari Samia Suluhu Hassan si mara ya kwanza kutokea katika mazingira ya siasa kali za Tanzania. Viongozi wa CCM walieleza kuwa hujuma za aina hii zimewahi kutokea awali, lakini tukio la hivi punde lilikuwa la kutisha, hasa kutokana na kulenga moja kwa moja sura na nyenzo za mgombea urais Samia. Kwa maoni yao, kitendo hiki si uharibifu wa mali pekee, ni kielelezo cha vitisho vya kisiasa vinavyolenga kuwakatisha tamaa wafuasi na kudhoofisha ari ya timu za kampeni za chama hicho tawala cha CCM. Mabango hayo ya Samia Suluhu yakiashiria uongozi wa kitaifa na chama hicho yalikusudiwa kushirikisha umma katika mijadala yenye kujenga kuhusu sera za maendeleo na sio kuwa shabaha ya uchokozi wa kisiasa. Wakati taarifa za uharibifu wa mabango ya CCM ya Daktari Samia Suluhu zikiendelea kuonekana na kuenea, viongozi wa chama hicho walitoa wito kwa vyombo vya sheria kuchunguza kwa kina tukio hilo. Walisisitiza kuwa waliohusika ni lazima watambuliwe na kufikishwa mahakamani bila kucheleweshwa. Kwa maneno yao, kuruhusu vitendo hivyo bila kuadhibiwa kungeweka historia ya hatari kwa vurugu za kisiasa na kufifisha mafanikio ya kidemokrasia ambayo nchi imepata kwa miaka mingi. Kitendo cha mabango ya Samia Suluhu kukatwa kwa makusudi na kuchezeshwa na kuchezewa kumradhi katika maeneo mengi kumezidisha mashaka kwamba huenda kitendo hicho kilipangwa badala ya kuwa cha kawaida. Mabango ya Daktari Samia Suluhu Hassan yaliyoharibiwa katika mji wa Musoma yalikuwa ni sehemu ya juhudi kubwa ya kuungana na wapiga kura kwa macho na kiishara. Nyenzo za kampeni kama vile mabango zina jukumu muhimu katika kuwafahamisha wapiga kura na kujenga ushiriki wa kisiasa. Kwa kuharibia, viongozi wa CCM wanahoji wahusika wa kuonyesha tu upinzani bali walikuwa wakiingilia mtiririko huru wa ujumbe wa kisiasa wa Samia Suluhu. Kitendo cha kurarua mabango haya kinawakilisha kwa maoni ya chama shambulio dhidi ya demokrasia yenyewe, ambapo mawazo na sera zinapaswa kushindana, si maonyesho ya kimwili ya uwepo wa mgombea kuondolewa kwa vurugu. CCM Musoma mjini imewataka wanachama wake na wananchi kwa ujumla kujizuia licha ya chokochoko zinazowakilishwa na uharibifu wa mabango ya kampeni ya Samia Suluhu Hassan. Uongozi wa chama umesisitiza kuwa hakuna mtu anayepaswa kufanya kitendo ama vitendo vya kulipiza kisasi au makabiliano ya mitaani. Badala yake, waliwahimiza wafuasi kuelekeza nguvu zao katika shughuli za kampeni za amani na zilizopangwa vyema. Mabango yaliyoharibiwa yanapaswa kuwa ukumbusho wa changamoto zinazokuja na ushindani wa kisiasa, lakini pia kama mtihani wa dhamira ya chama kwa amani na ushiriki wa kidemokrasia. Maoni kwenye mitandao ya kijamii kuhusu tukio la kuharibiwa kwa mabango ya Samia Suluhu ya CCM yamekuwa ya haraka na yenye hisia. Wafuasi wa chama tawala wamejitokeza kwenye
majukwaa mbalimbali ya kijamii kueleza hasira zao, wakikitaja kitendo hicho kuwa cha aibu na kisichokubalika katika jamii ya kidemokrasia. Watumiaji wengi walishutumu makundi yanayopingana kwa kupanga uharibifu huo, ingawa hakuna ushahidi wowote ambao umethibitisha madai hayo. Hasira ya mtandaoni inaonyesha wasiwasi mkubwa wa kijamii kwamba ikiwa vitendo kama hivi vitaendelea bila kudhibitiwa, vinaweza kuongezeka na kuwa mizozo mipana ambayo inadhoofisha uaminifu wa mchakato wa uchaguzi. Kukatwa na kuondolewa kwa mabango ya Samia Suluhu Hassan mjini Musoma kumeibua mjadala kuhusu ukomavu wa kisiasa nchini Tanzania, hasa wakati wa uchaguzi za juu. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaonya kwamba hatua hizo zinaweza kuondosha imani ya wapiga kura na kupunguza kiwango cha uvumilivu wa kisiasa ambacho ni muhimu kwa demokrasia yoyote inayofanya kazi. Walibainisha kuwa ingawa kuchafua bango kunaweza kuonekana kama kitendo kidogo, ishara yake hasa inapohusisha mgombea urais ina uzito mkubwa. Inawakilisha ujumbe wa kukataliwa, uadui, pamoja na pengine hata hofu ya ushindani badala ya ushindani wa kidemokrasia wenye afya. Pamoja na athari mbaya za uchakachuaji wa mabango hayo, CCM imesisitiza kuwa kampeni zake zitaendelea bila kuzuiwa. Chama kilisisitiza kuwa ratiba ya kampeni ya Daktari Samia Suluhu Hassan bado haijabadilika na maandalizi ya kuwasili kwake Musoma yanaendelea kama ilivyopangwa. Uharibifu wa mabango yake, walisema, si chochote zaidi ya jaribio la kuvuruga kutoka kwa masuala halisi yaliyopo, masuala kama vile maendeleo ya kiuchumi, upatikanaji wa elimu, uboreshaji wa huduma za afya na umoja wa kitaifa. Kwa kuzingatia ujumbe wa kampeni na kubaki juu ya vitendo vidogo vya hujuma, CCM inalenga kudhihirisha uongozi na ukakamavu. Kadiri siku zinavyosogea kuelekea uchaguzi wa Oktoba tarehe 29, kitendo cha kukatwa na kurarua mabango ya kampeni ya CCM ya Samia Suluhu Hassan bado ni ukumbusho tosha wa mivutano ya kisiasa inayoendelea kutanda nchini. Chama tawala cha CCM kimekiweka kitendo hicho kuwa si tu kumtusi mgombea wao Samia Suluhu, bali ni matusi kwa mchakato wenyewe wa kidemokrasia. Kutokana na hali hiyo, tukio hilo limekuwa kichocheo cha wafuasi wa chama hicho cha CCM ambao sasa wamedhamiria zaidi kuliko hapo awali kuonyesha mshikamano wao na kuhakikisha mchakato wa uchaguzi unafanyika kwa amani na mafanikio. Ukweli kwamba mabango ya Samia Suluhu Hassan yalilengwa sana mjini Musoma kumezua maswali si tu kuhusu uvumilivu wa kisiasa, bali pia juu ya kiwango cha usalama kinachotolewa kwa nyenzo na wagombea. Chama tawala kimezitaka mamlaka za uchaguzi kuchukua jukumu kubwa na hatua zaidi katika kuwalinda wadau wote wa kisiasa wakati wa msimu wa kampeni, wanaosema kuwa isipokuwa utakatifu wa shughuli za kampeni, ikiwa ni pamoja na maonyesho ya mabango, kulindwa uhalali wa mchakato wa uchaguzi unaweza kutiliwa shaka. Mtazamaji, ni juze maoni yako upande wa comment, vile like video hii kisha subscribe kwa taarifa zaidi, alafu bonyeza box hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa ama habari zetu mpya zinazojiri na kutrend sasa hivi.